Lengo si Makonda kula dawa. Lengo tuna watoto wetu wanaoathirika na madawa haya. Ile nilikuwa naongelea kwenye elimu kula, nauliza malezi, si ndio bwana? Ni kwa sababu wazazi tulikuwa wengi tumehama kwenye agenda ya malezi ya watoto wetu, tumekuwa tunawalea watoto kiulaya. Mfano hai, mzazi unatoka nyumbani saa 11 asubuhi Dar es Salaam tuseme, unaenda kazini, kwa sababu mambo yote ubao wote unaanzia Dar es Salaam. Mama anatoka kazini saa 12, nyumbani saa 12 anaenda kazini, si ndio? Watoto hawa wanaondoka ile saa 1 au saa 12 ya hotel. Baba anarudi saa 5 za usiku. Mama anarudi saa 3. Hajui mtoto kasoma, hajui alikuwa mtaani, hajui shuleni kuna nini, si ndio bwana? Kwa hiyo wazazi, sisi kizazi hiki kilichoko chini yenu, msijumisha hata kwenye 56. Hiki kizazi chenu hiki kuna balaa, mnazaa bila kutunza. Nikisema ni kweli watu wanaweza kuniona kama waajabu, lakini ndio ukweli wenyewe. Hakuna mzazi anajua mtoto wake daftari zake kaziangalia lini. Hakuna mzazi anajua mtoto alipelekwa shule kasoma. Hakuna mzazi anayejua mtoto huyu anakaguliwa, kuoga ataoga yupo, lakini huko anakokwenda uwajibikaji wake ukoje? Kwa sababu leo watoto wanaovuta bangi ni hao wa sekondari. Watoto wanakula dawa na hao wa sekondari, si ndio bwana? Lakini wana baba zao, wana wazao. Wamechukua jukumu gani? Tunasikia mzee kama mtoto kanishinda, kakushinda. Umezaa mtoto kakushinda. Mimi nakuhakikishia, mimi mtoto ambaye hajafikia umri wa miaka 18 20 kwangu hawezi kunishinda. Ndio. Kwa sababu na principle nazoishi nazo. Ukifikia umri huo umeitwa mama, wewe Mungu akujalie sana. Simeshamaliza wajibu wangu bwana. Wewe nenda tu, dunia utakutana nayo huko, utakufanyia mazuri na mabaya. Wahed, you know? Lakini sisi wazazi tumesahau wajibu wetu kwa watoto wetu. Tumeenda kwenye uzungu zaidi. Na uzungu zaidi ni upi? Wewe mzee na baba nataka mtoke na mama Jumamosi. Kila siku mnarudi saa 5, saa 3, na ikifika Jumamosi ndio watu wa bichi. Mtarudi saa 9. Kesho utamko umelala. Yaani unajiuliza, huyu mtoto haki yake ya mzazi wake anaipata nini? Haipo. Mimi nakwambia. Kwa hiyo hoja ya madawa ya kulevya inasababishwa na sisi wazazi wenyewe. Kutojua watoto wetu wameondokaje, wameamkaje, wanafanya nini. Hata kwenda shule. Supplies tu. Mtoto wako anasoma shule fulani, natoka bila kuaga, unawasha, wewe si mzazi bwana, mwalimu nipe maendeleo ya mtoto. Kwa hiyo hoja ya dawa za kulevya, sisi wazazi wote tunatakiwa tupigane vita hii. Yeyote anayemwona Makonda kafanya vibaya kusema madawa ya kulevya, mwangalie mara mbili tu ukoje. Lakini leo Makonda kupigwa vita lazima, kwa sababu amegusa mikono ya watu. Soko la madawa ya kulevya kama alikuwa anakuja Tanzania, wakasikia Tanzania matajiri wamekamatwa, nani wamekamatwa, soko haliji. Anayesambaza kwa sabudira hawa, anayefanya nini? Huyu wa juu hapeleki dawa chini. Yakisha kuja nazo watu wanakuja, watu wanaanza kufanya sambaza. Hawa wanaosambaza wana ajira. Ni maisha yao. Kwa hiyo leo hata tunavyoelekea kulilia kwamba tu hela hakuna, ni kwa sababu hapa katikati zilikuwepo hela nyingi za mission, serikali zimeshindikana, za dawa za kulevya si hazipo, utapeli wa madini umepungua, lazima watu watalia. Kuna watu wanasema kwamba ndio Magufuli anafanya vizuri, lakini kuna vitu vingine wanabana vinaweza vikasababishia serikali yenyewe matatizo. Mathalan, watu sasa hivi wanapokosa, yani shughuli nyingi za kiuchumi zinaporomoka, lakini hao ndio walikuwa wanatarajiwa walipe kodi, serikali ipate hela itoe huduma za jamii kwa wananchi. Sasa wanasema ndio abane, lakini asibane kwa namna ambayo itawafanya watu wafunge biashara, kwa sababu wakifunga biashara hata serikali yenyewe itapata shida. Anachoweza kusema ni kwamba tulikuwa tunaishi maisha artificial. Unaweza ukakubali, unaweza ukakataa. Isipokuwa nataka nipe mfano hai. Kwa nini niseme tulikuwa tunaishi maisha artificial? Tulikuwa tunaishi maisha artificial kwa sababu, mfano mdogo tu, Dar es Salaam. Ulikuwa ukienda watu wanauza apartment moja
ina vyumba vitatu, ina dining, ina sitting room, ina public toilet na whatever, si ndio? Imekamilika. Apartment hii inauzwa $350,000. $350,000 kwa hela za Kitanzania leo ukitafuta ni kama milioni 800. Tupo sawa? Lakini apartment hiyo ukienda kununua pale Dubai, hiyo $200,000. Sawa na mimi? Apartment hiyo ukienda kununua Afrika Kusini $100,000. Sasa tujiulize, Dar es Salaam ni mji wa ghali sana kiuchumi kuliko Dubai? Unaweza kubali? Hapana. Haiwezekani. Dar es Salaam maisha yako ghali kuliko Afrika Kusini? Hapana. Lakini kingine, hizi hela za madawa ya kulevya, hizi hela mipango ya ofisini, watu wanapandisha au wanafanya nini, shekhe, haziweki benki. Pesa hizi zilizo nyingi zinawekwa kwenye real estate. Kesho siku moja Lukuvi aamue kwamba kila mtu achukue hati yake ya nyumba asimame kwenye nyumba yake, utakuta kuna watu wana ghorofa 5, mtoto hajamaliza na utakuta mtoto ana hati ghorofa 6, si ndio? Huyu mtoto yuko primary. Kwa hiyo maisha tulikuwa tunaishi ni artificial. Ilikuwa mjini, kuna mtu anaamka asubuhi akiingia Serena, akiingia pale Hyatt, akiingia New Africa, lazima arudi nyumbani na $200,000 au $3,000, kwa sababu mtu anapata hela mpango. Kumpa mwenzio si shida, na hiyo ukimkuta akalia unampa, ni kitu cha kawaida. Lakini leo kuna discipline ya pesa. Leo kuna discipline ya pesa, na discipline ya pesa hii inatokana kitu kimoja: kila mtu ana wajibu wa kufanya kazi, na kila mtu ana wajibu wa kutumia hicho kulingana na uwezo wake alio nao. Kwa hali hii imebana, lakini kwenye hela, shehe, hakuna mtu anakula hela pesa yake. Ukishapata pesa za namna, lazima ukae count hapa, si ndio? Ule vitu weke heshima kubwa, na fulani meza ile, na fulani meza ile, na fulani meza ile. Haya, samani dadangu, hao warembo wapo, si ndio? Unatumia usafiri gani? Vitsi, nenda upweke hiyo garage, kesho kadi yako utakuja uchukue, si ndio? Apartment pale zinapangwa $3,000. No. Kwa hiyo unapokuwa unafanya vile, zile hela kwa sababu hazikuwa za jasho, hazikuwa za halali, si ndio bwana? Hela hizi lazima zishuke, kwa sababu huyu mrembo huwezi kumnunulia gari nzuri ya milioni 50 ukampangia nyumba ya $3,000 usimpe na hela za kushika mkononi. Lakini akishika zile hela, si zitaenda kule mtaani naye kwa mantilie, si ataenda kufanya kitu. Kwa hiyo zile hela zitashuka. Unaelewa nafikia? Lakini sasa leo hela za kushuka zimekuwa ni kidogo. Ulikuja kwenda Mikocheni, ukaenda Oysterbay, ukaenda hapo ukakuta kwamba nyumba ya ghorofa inapangishwa. Nenda leo. Mitaa yote kuna vibao. Imeshuka. Ilikuwa leo 3,000 nasema hata 500 haipatikani. Okay, sasa ilikuwa 800 nasema sasa sio tena miezi 6 mitatu. Nasema hata mwezi unaweza ukaenda. Ulikuwa kwenye kampeni. Usijui ulipata changamoto gani na kitu gani ambacho unaweza kukumbuka ambacho kilitatiza katika kipindi kile cha kampeni? Kwenye kampeni ya kunitatiza sana, kama nilikwambia awali, ni kwa sababu mimi nilikuwa nimeshazunguka nchi. Ingawa nilikuwa sijazunguka kwenye kampeni ambao watu wanatukana, wanafanya kila kitu kwenye kampeni kama hii. Lakini nataka kusema kwanza, changamoto kubwa naweza kukumbuka kunyeshewa mvua, si ndio? Jua kali, kufanya mikutano kwa siku moja mara 12, 13, vituo rasmi labda viko 6, lakini mikutano ya njiani 15, uweze kukuta watu ukawapita. Na ndio maana ulikuwa unaweza kupata courage kukaa jukwani kwamba iwe jua iwe mbingu igeuke, unaweza kwa rais, kwa sababu ilikuwa site. Umeelewa? Kwa sababu watu wanapita na helikopta, si ndio? Sisi tunapita chini. Hapa tulipo, mtu anatoka mjini anakimbia msafara ukipita, si ndio? Mtu anatoa viatu, lazima aje kuhudhuria mkutano wetu. Huyo kura atapiga wapi? Lazima apigie kura. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunaenda na data yetu, mbona tunasema kwamba kushinda ni lazima, no way. Kwa sababu mgombea wetu na maneno alikuwa anasema, watu walikuwa wanapima na toka kifuani. Lakini wasa nalalamika mpaka leo mmemwibia kura. Unajua sifa nzuri ya kushindwa ni hiyo.
Lakini ukimuuliza Lowassa utakiwa kupata kura za gorofani, hakuna kura za helikopta. Ukimuuliza sisi tumetembea zaidi ya kilomita 43, si ndio? Yeye ametembea ngapi? Na huko kuna watu, si ndio? Kwa hiyo walichokifanya wenzetu walichokuwa wanatishia kwamba wanashinda, walienda kufanya siasa mijini. Umeelewa? Helikopta ikishuka mjini, watu wakiingia, ni kweli inatisha. Ni kweli inatisha kwa sababu miji ambayo imekata tamaa kwamba sisi hizo kushinda, umeona matokeo yake yalivyokuwa. Lakini kule vijijini sisi ambako tulikuwa tunapita, si ndio bwana? Unaweza kuona watu wanavyojaa barabarani. Akina mama wanarushia kanga, michele, wanarushia iko sijui vitu gani, yani maharage, yani tunaweza kutembea nchi yote hatukupata breakdown. Sasa kwenye umoja wa wazazi, labda kuna kitu kilikusukuma wewe mwenyewe ukaenda ukachukua fomu ukagombea ukashinda ukayafanya ulioyafanya. Huu bunge mtu tu amekuteua, anajua yeye sababu zake, lakini naamini kutokana na yale uliopitia mpaka sasa hivi unajua unataka kuifanyia nini nchi kupitia bunge. Nini hicho? Aizamini mwakilishi mzuri. Kwa nafasi walipo hajakosea sana. Kwa sababu na uwezo wa kutetea, na uwezo wa kusimamia, na uwezo wa kushawishi. Lakini kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba serikali inatimiza vipaumbele kwa wananchi wake kulingana na ahadi zake. Zaidi kwenye ilani yetu. Kwa hiyo bungeni sijaanza kuonyesha makali, na sitaki kuonyesha makali mapema, lazima nisome kidogo. Maana ile nayo ni sehemu yake na mambo yake, lazima uangalie vizuri. Lakini kikubwa ni kwamba nina uhakika nitawakilisha vizuri chama changu na nitaweza kuisimamia vizuri serikali yangu na kuhakikisha kwamba huduma kwa wananchi kulingana na ahadi zetu zilizoko ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi zinatekelezeka. Unajisikiaje kufanya kazi na mtoto wako? Mimi katika maongezi yangu ya awali nimekuambia kwamba mimi mtoto anayenisumbua ambaye hajafikia miaka 18, ambaye hajaanza chuo, si ndio bwana? Lakini kufanya kazi na mtoto wangu bungeni, yule ni mtu mzima na yake, na mimi niko na ya kwangu. Yaani hailikai kichwani kwamba kuna nini, never. Kwa sababu mimi yule akinihusu sana, walioko nyumbani itakuwa. Kwa hiyo mimi jukumu langu kama mzazi, nimezaa, nimelea, amefikia utu uzima, ameenda kuyafanya hayo anayofanya bungeni. Mazuri, mabaya, kila mtu anabeba mzigo wake. Mimi mara nyingi naamini kufanya kazi na mtu anayeweza kuwa na mzuka. Yaani kwenye kampeni mimi sitaki kwenda kwenye kampeni kushinda. Nikiona uziki nitakwambia pale pale. Kwa staili za barabara ya watu fiki na wewe. Nafikiri ungetafuta staili nyingine. Kwa hiyo hoja ya kusema Burembo alikuwa kwa Lowassa ni historical, lakini mimi wakati nagombea niliomba misaada ya watu wengi. Historia zetu kule nyuma ulikuwa ukiingia wazazi kumaliza miaka 2 Mungu akusaidie. Wamefukuzwa, wameondolewa, wamefanya. Nashukuru Mungu mpaka hii miezi iliyobaki inshallah Mungu anaweza kujalia tukaaga salama.